Wapendwa mabibi na mabwana, leo ni siku ya Bwana ya pili baada ya kuzaliwa Yesu Kristo. Ni siku ya Bwana ya pili baada ya kuzaliwa Yesu Kristo, na neno kuu linalotuongoza katika kalenda za mwaka wa kanisa, utukufu wa Mungu umefunuliwa katika Kristo Yesu. Utukufu wa Mungu umefunuliwa katika Yesu Kristo. Neno ambalo linatuongoza katika kalenda za mwaka wa kanisa Jumapili hii ya kwanza ya Januari ya mwaka wa 2026 ni kutoka kitabu cha Warumi, ule mlango wa 9 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Waraka wa mtume Paulo kwa Warumi, ule mlango wa 9 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Na neno la Mungu lasema hivi: na tazama, ninawatangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kanisa la Mungu liseme amen kubwa. Nasema kweli katika Kristo, sisemi uongo, dhamiri yangu ikinishuhudia katika Roho Mtakatifu, ya kwamba nina huzuni nyingi na maumivu yasiyokoma moyoni mwangu. Kwa maana ningeweza kuomba mimi mwenyewe niharamishwe na kutengwa na Kristo kwa ajili ya ndugu zangu, jamaa zangu kwa jinsi ya mwili, ambao ni Waisraeli, wenye kule kufanywa wana na ule utukufu wa maagano na kupewa torati na ibada ya Mungu na ahadi zake, ambao mababu ni wao, na katika hao alitoka Kristo kwa jinsi ya mwili, ndiye aliye juu ya mambo yote, Mungu mwenye kuhimidiwa milele. Amina. Na nitapenda pia kusoma andiko la pili ambalo limesomwa pia na mzee wa kanisa, ambalo ni neno lilopo katika kalenda yetu, neno letu la kwanza katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 17 mstari wa kwanza mpaka wa 8. Neno hili lilisomwa pia na mzee wa kanisa aliyetangulia kusoma somo letu la kwanza. Mwanzo 17 mstari wa kwanza mpaka wa 8, na mimi nawatangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Abrahamu alipokuwa mtu wa miaka 99, Bwana akamtokea Abrahamu akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi, uende mbele yangu ukawe mkamilifu, nami nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe, nami nitakuzidisha sana sana. Abrahamu akaanguka kifudifudi. Mungu akamwambia akasema, mimi agano langu nimefanya nawe, nawe utakuwa baba wa mataifa mengi, wala jina lako hutaitwa tena Abrahamu, lakini jina lako litakuwa Ibrahimu, kwani nimekuweka uwe baba wa mataifa mengi. Nitakufanya uwe na uzao mwingi sana, nami nitakufanya kuwa mataifa, na wafalme watatoka kwako. Agano langu nitalifanya imara kati ya mimi na wewe na uzao wako baada yako, na vizazi vingi na vizazi vyao, kuwa agano la milele, kwamba nitakuwa Mungu kwako na kwa uzao wako baada yako. Nami nitakupa wewe na uzao wako baada yako nchi hii unayoikaa ugeni, nchi yote ya Kanaani, kuwa milki ya milele, nami nitakuwa Mungu wao. Amen. Na hili ndio neno la Mungu. Na hili ndio neno la Mungu. Na tutulie tuombe. Mungu Mwenyezi, Baba, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi, uhimidiwe kwa ajili ya watoto wako walioko hapa katika nyumba hii, walioabudu nasi mahali duniani kote, wakiwa masafa ya mbali, na watajwe kwa majina yao katika madhabahu yako asubuhi ya leo. Baba yangu mpenzi, saa imefika na sasa ipo, upende kusema na kanisa lako waziwazi.
Ulitume neno lako, nalo halitakurudia bure, lakini litatimiza na makusudi yake. Utubariki kwa pumzi ya neno lako, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Wapendwa mabibi na mabwana, hii ni Jumapili ya pili baada ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo, lakini ni Jumapili ya kwanza katika mwaka huu wa 2025. Neno linalotuongoza, utukufu wa Mungu umefunuliwa katika Yesu Kristo. Utukufu wa Mungu umefunuliwa katika Kristo Yesu. Neno ambalo tumesoma katika kitabu cha Warumi, ambao ni miongoni mwa nyaraka za Mtume Paulo akiwaandikia Warumi, akithibitisha juu ya Yesu aliyejifunua katika maisha yake. Yesu aliyejifunua katika maisha yake, au Mungu anayejifunua kupitia njia ya Yesu Kristo. Na Jumanne kutakuwa na ibada hapa, ibada maalum ya Epifania, yaani ufunuo wa Yesu Kristo, wa Mungu ndani ya Yesu Kristo. Wapendwa mabibi na mabwana, katika majira haya ya ufunuo, Mungu anaendelea kujidhihirisha na kujifunua katika maisha yetu, na pengine kujitambulisha ya kwamba yeye ni Mungu anayeweza katika maisha yetu. Miongoni mwa watu ambao Mungu alijifunua kupitia Yesu Kristo ni Paulo mtume. Mwanzoni aliitwa Sauli, alikuwa akienda Dameski, alikuwa njiani kuelekea Dameski, na hapo ndipo ambako alikuwa anaenda kuliudhi kanisa. Na miongoni mwa mambo ambayo yameandikwa katika kitabu cha Matendo ya Mitume ambayo Sauli aliyashuhudia ni siku ya kupigwa mawe kwa Stefano, shahidi wa kwanza, the first martyr, shahidi wa kwanza mwaminifu aliyeuawa patakatifu pa Mungu. Huyo Stefano, nguo za wale waliokuwa wakimpiga Stefano kwa mawe, Paulo ndiye alikuwa anazilinda wakati ule akiitwa Sauli, kabla ya Mungu kujifunua katika maisha yake. Na hapa anapoandikia Warumi anasema, ningeweza kuharamishwa na Mungu, ningeweza kutengwa na Mungu na Yesu Kristo kama ningeamua kukaa katika hali ya uzaliwa na uzawa na maisha yale yale, kama nisingependa kubadilika kutoka ndani kama Mungu alivyojifunua kwangu kwa njia ya Yesu Kristo. Kwa hiyo napozungumza juu ya Yesu Kristo, Mungu anajifunua katika maisha yetu kupitia Yesu. Paulo alipokuwa amebeba nyaraka za kulitaabisha kanisa katika njia itwayo Nyofu akielekea Dameski, ndipo alipoona moto na miali ya moto ikimulika pande zote, na yeye akaanguka juu ya punda, juu ya farasi aliyokuwa amepanda kwenda kuliudhi kanisa. Na ndani ya ile sauti iliyopiga kama radi, kama miale ya moto kutoka mbinguni, ikasema naye waziwazi, Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Mbona waniudhi? Sema, mimi ndimi Yesu unayeniudhi. Sauli akaanguka chini na macho yake akapofuka. Biblia inasema watu wakamkokota, wakampeleka nyumbani kwa Anania, na yule mtu alikuwa ni mcha Mungu sana, na sauti ilimwambia, nenda kwa Anania, yeye atakuonyesha ya kupasayo kutenda. Na Sauli alikuwa kipofu kwa siku 3, hakuweza kula wala kunywa kwa siku 3, alikuwa kipofu. Mabibi na mabwana, baada ya hapo aliombewa, na yule mtumishi wa Mungu Anania akamwekea mikono, akamwambia, Paulo upate Sauli ndugu yangu upewe kuona. Alipoona, alipojua ya kwamba sasa Mungu amejifunua katika maisha yangu kwa njia ya Kristo, akabadilika kutoka ndani. Biblia inasema huyo mtumishi wa Mungu Paulo aliyeandika waraka huu wa Warumi anasema, sikuweza kwenda Yerusalemu kuwaona Wakristo waliokuwa Yerusalemu, wala kujidhihirisha kwa ndugu, kwa sababu walikuwa hawaniamini. Biblia inasema
alienda Arabuni, alienda kwenye retreat, alienda kwenye faragha, na Biblia inasema akakaa huko kwa miaka mitatu mizima, miaka mitatu mizima akitafakari, akifanya personal critical evaluation, akibadilisha utu wake wa ndani uliokuwa umechafuliwa na torati ya Wayahudi, na aliyekuwa amehehuka akiona kwamba akiliudhi kanisa na kuwaua watumishi wa Mungu, na akasimamia kifo cha Stefano, kwake ilikuwa ni ibada. Ndipo anaposema kwa habari ya Wayahudi waliokabidhiwa torati, mababa wa imani, na kitabu ni chao. Paulo anasema sasa nimemuona Mungu, nimefunuliwa katika maisha haya. Na miongoni mwa watu ambao walibadilishwa na wakabadilika na wakakubali kubadilika na wakafanya kazi kubwa ya Mungu ni pamoja na Paulo, na ana historia ndefu na theolojia ndefu, na hili ndio somo la kitabu cha Warumi. Lakini pia masomo yetu mawili ya leo yanaonyesha juu ya Mungu kujifunua. Alijifunua kwa Paulo, lakini sasa Mungu anajifunua pia kwa Ibrahim ambaye baba yake aliitwa Mzee Tera. Katika kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 17 mstari wa 1 mpaka wa 8, Biblia inasema Mungu akamwambia Ibrahim ya kwamba usiogope Ibrahim, nitakufanya kuwa taifa kubwa, nitakufanya kuwa baba wa mataifa. Najua kuna baba wa taifa, lakini Ibrahim ni baba wa mataifa mengi. Na agano langu nitalifanya pamoja na wewe, lakini nitakuzidisha sana sana. Unajua kuna kuzidishwa sana, lakini Ibrahim Mungu alimwambia nitakuzidisha sana sana. Na Biblia inasema ndipo Mungu akambadilisha alipojifunua kwake. Mwanzoni Ibrahim pamoja na baba yake Mzee Tera walikuwa wanaabudu sanamu. Miongoni mwa watu waliokuwa wapagani wakiabudu sanamu ni pamoja na Ibrahim. Na Mungu anajifunua kwake akiwa na umri wa miaka 99. Ndipo Mungu anapojifunua kwa Ibrahim. Na Biblia ninayosoma inaniambia Mungu akamwambia Abraham, hautaitwa tena Abraham, lakini utaitwa Ibrahim tangu leo, na agano langu nitalifanya na wewe, na nchi hii unayoikaa nitakupa. Nchi hii nitakupa, nchi hii ya Wakanaani nitakupa wewe na vizazi vyako. Na hii ndio Israeli iliyopo kwenye uso wa ramani ya dunia. Punga mkono wako pamoja nami. Haleluya. Okay. Ni nini juu ya Paulo? Ni nini juu ya Ibrahim? Ni falsafa ipi iliyopo katika masomo haya mawili ya kitabu cha Warumi pamoja na Mwanzo? Na ninataka basi asubuhi ya leo kwa uchache niangalie juu ya hoja za kitheolojia na hoja za kifalsafa zilizopo katika siku hii na Jumapili hii ya kwanza, kwa mujibu na kwa muktadha wa neno ambalo tumesoma katika kitabu cha Warumi na katika kitabu cha Mwanzo. Ni nini hasa tunaweza tukajifunza ukasema umetoka kanisani? Unajua mimi ni miongoni mwa wachungaji na wahubiri ambao mambo ya kutoka kanisani hata huelewi umeenda kufanya nini kanisani. Mimi sipendi hata siku moja. Hivi ni nini hasa katika masomo haya mawili? Na najua wakati ninasoma hichi kitabu cha Warumi ni mistari mitano. Ukisoma unajiuliza hivi hapa pana nini? Ukisoma kitabu cha Mwanzo hiyo mistari 8 nako unajiuliza hapa pana nini? Na mimi leo Jumapili hii ya kwanza ya mwaka huu, Jumapili ya lango katika mwezi wa lango, wiki hii ya kwanza, Mungu anataka kusema na wewe nini kwa habari ya maisha yako? Habari ya Wayahudi kwao, habari ya Ibrahimu kwake, habari ya Paulo mtume huko, habari ya Warumi hapa Tandale.
Hebu punga mkono wako pamoja na mimi. Hapa Kijitonyama kwa Alimaua. Hapa Kijitonyama kwa Kopa. Kijitonyama kwa Mama Zakaria. Kijitonyama Mtogole na kwa Alimaua. Hapa ni nini hasa Mungu anataka kusema na wewe nini katika ibada ya leo na Jumapili hii ya kwanza? Na unafahamu alpha is alpha, na hakuna awali mbovu, na ukianza vibaya ni unaenda vibaya. Sasa leo unaanzaje huu mwaka wa 2026 nyumbani mwa Bwana? Unaanzaje? Hebu mwambie jirani yako, unaanzaje hapa? Na mimi nataka kusema na maisha yako. Nataka kusema na maisha yako. Contextualization, kupata nafasi ya content, maudhui ya maisha yako binafsi. Katika hoja za kifalsafa na kitheolojia, mambo ambayo tunataka kuangalia hapa kulingana na masomo haya ambayo tumesoma, watu wawili waliobadilishwa, Ibrahim pamoja na Sauli akawa Paulo, Abraham akawa Ibrahim. What do you think? Macho ubaoni. Soma. Somo letu ni lile pale. Mabadiliko ya ndani. Mabadiliko ya ndani. Inner changes. Mabadiliko ya ndani. Inner changes. Mabadiliko ya ndani. Inner changes. Okay. Macho ubaoni. Mabadiliko ya ndani ni nini? Na tunachokiangalia hapa, tunaangalia mtu mmoja. Main character wetu ni watu wawili. Sauli akaitwa Paulo. Why? Kwa nini hakuendelea kuitwa Paulo? Kwa nini hakuendelea kuitwa Sauli? Alipofunuliwa na Mungu akajifunua katika maisha yake, immediately alibadilishwa akawa Paulo, ndiye aliyeandika waraka wa Warumi. Hiyo ni moja. Mbili, Abraham. Kwa nini alipokutana na Mungu ghafla anabadilishwa jina la kutoka Abraham na akaitwa Ibrahim? Na Mungu akamwambia kupitia Ibrahim utafanyika kuwa baba wa taifa. Na Abrahamu akafia pale, Ibrahimu akatokea pale, Sauli akafia pale, Paulo akatokea pale. What do you think? Falsafa na theolojia ni mabadiliko ya ndani. Mabadiliko ya ndani. Inner changes. Okay. Ni nini maana ya mabadiliko ya ndani? Ni nini maana ya mabadiliko ya ndani? What is an inner changes? Mabadiliko ya ndani ni nini? Mabadiliko ya ndani, mtasema mabadiliko ya ndani ni nini? Nitapenda kuleta tafsiri mbili. Nitaanza na tafsiri ya Kichaga cha Marangu. What is an inner changes? Inner changes. Inner changes. Inner changes means a profound internal shift in your thoughts, emotion, beliefs, and values, leading to a new perspective on yourself and the world, often resulting in positive habit and more harmonized life, rather than focusing only on internal fixes. It's about personal transformation, self-improvement, and involving your inner self to align with your core values, creating lasting positive outcomes in your outer life. That is Marangu. Swahili. Kijitonyama kwa Alimaua. Mabadiliko ya ndani ni nini? Mabadiliko ya ndani ni mabadiliko makubwa yanayotokea moyoni na akilini mwa mtu, katika mawazo, katika hisia, imani na maadili yake.
Mabadiliko haya humfanya mtu ajione na aione dunia katika mtazamo mpya. Badala ya kuangalia suluhisho za nje tu, mabadiliko ya ndani humsaidia mtu kujibadilisha yeye mwenyewe, kuboresha tabia zake na kuishi maisha yenye maadili na mwelekeo mzuri. Ni kujikuza nafsi kwa kulinganisha maisha na maadili ya kweli ya mtu, jambo linaloleta matokeo chanya ya kudumu katika maisha ya nje. Hiyo ndio tafsiri fupi tu ya mabadiliko ya ndani. Kumfanya mtu ni mabadiliko ya katika mawazo, katika hisia, katika imani. Unamwona Paulo anabadilika, anatoka kuua watu na kuliudhi kanisa na kuwa mhubiri. Anabadilishwa kiimani. Ibrahimu anaacha kuabudu sanamu za baba yake, anabadilishwa kiimani na anabadilika ndani. Na haya ni mabadiliko ya ndani. Tunasema inner changes. Sasa mabibi na mabwana, sitaki kufundisha psychology hapa na nitakuchosha bure, lakini na mambo machache ambayo ningependa uyajue, ya kwamba Mungu anaweza kumbariki mtu na anaweza kubariki maisha ya kwako, na mwaka huu una baraka za kwako. Lakini maisha ya baraka, kitu cha kwanza kabisa cha baraka kwenye maisha ya kwako ni wewe uweze kubadilika, mabadiliko ya ndani. Mabadiliko ya ndani ndio kitu cha kwanza, na pengine nitazungumza vizuri zaidi hapo ili uweze kuelewa ni nini ambacho tunazungumza. Kwa nini asiwe Sauli akawa Paulo? Ni kwa nini asiwe Abrahamu akawa Ibrahimu? What the matter? Nini maana yake? Okay, noti. Kama unaweza ukunoti, unaweza ukanoti mambo machache. Kwanza, mabadiliko ya ndani ya Ibrahimu na matokeo yake. Ibrahimu anakuwa baba wa imani, anakuwa baba wa mataifa mengi, anarithishwa nchi isiyo yake, anapewa nchi, anarithishwa. Mungu anamwambia nitakubariki sana sana. Na pale mwishoni nitazungumzia hii sentensi ambayo Mungu alisema kwa Ibrahimu, nitakubariki. Kuna watu ambao wamebarikiwa, kuna wengine wamebarikiwa sana, alafu kuna waliobarikiwa sana sana. Sasa you have to choose. Unataka kubarikiwa? Unataka kubarikiwa sana? Unataka kubarikiwa sana sana? You must choose. Lakini kiwango cha kubarikiwa sana sana, unisikilize kwanza juu ya mabadiliko ya ndani. Mabadiliko ya ndani kwa Ibrahimu yalimsababisha kupewa nchi, kupewa kumiliki na kutawala, kupewa viliwa vilivyo ndani ya nchi, kupata uchumi katika nchi. Ni baraka ya Ibrahimu. Bwana Mungu akamwambia nitakupa nchi hii. Na unajua kupewa nchi ni kupewa hazina zilizomo humo ndani. Na ni maombi yangu Mungu akupe neema ya kufanya maombi haya na kubadilika kutoka ndani, ili uweze kuvuna zile baraka zilizopo katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Na ni amri ya 4. Biblia inasema waheshimu baba yako na mama yako ili upewe uheri na kuishi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Na mimi najua na wahudumia mataifa zaidi ya 180. Ni maombi yangu katika Jumapili hii ya kwanza, wale ndugu zetu mlioko ughaibuni, wengine mko Marekani, mko Canada, mko Uingereza, mko kwenye nchi za watu, hamna makaratasi, hamna vibali. Ni maombi yangu Mungu aliyempa Ibrahimu nchi ya ugeni awape hiyo nchi. Washindi wachache wangesema amina. Na kutoka kwenye madhabahu hii ninawaombea upako wa Ibrahimu. Bwana Mungu akamwambia Ibrahimu, nitakupa nchi hii. Ni maombi yangu Mungu awape hizo nchi, awape uchumi ulioko ndani ya hiyo nchi, awape heshima iliyopo ndani ya hiyo nchi, awape baraka iliyopo ndani ya hiyo nchi, awape kukubalika na uhuru wa kufanya kazi katika hiyo nchi. Mungu awape nchi hiyo
aliyosema anampa Ibrahim. Sema amina, alafu mpigie Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Na wewe wakijitonyama hapa kwa limaua, Mungu akupe nchi hii na utajiri uliopo ndani yake na neema iliyoko ndani yake na baraka zilizoko ndani yake. Wasichume wageni, lakini na wenyeji wewe, Mungu akupe nchi. Washindi wachache wangesema amina, halafu ungempigia Bwana makofi mengi. Haleluya. Matokeo ya ndani, inner changes, zinakupa nafasi ya kurithi na kumiliki katika nchi. Jambo la pili, mabadiliko ya ndani ya Yakobo na matokeo yake. Biblia inasema Yakobo alibadilika ndani, inner changes, alibadilishwa ndani, na matokeo yake ni kwamba alizaa makabila 12 ya Israeli. Inner changes. Na yeye pia alikuwa anaitwa Yakobo, lakini siku alipokutana na Mungu, Mungu akajifunua kwake, akambadilisha, asiitwe tena Yakobo, akaitwa Israel. The question why? Abraham, Ibrahim, Jacobo, Israel, Sauli, Paulo. Why? Inner changes. Mabadiliko ya ndani yanayobadilisha mpaka jina la mtu. Kama watu walikuwa wanakuona Mbeya, mpaka wanakuita Mbeya. Wengine muongo, mpaka unaitwa tapeli. Mwaka huu badilika, wakupe jina jingine. Sema amina. Wengine madeni, adaiwa mpaka umepewa majina. Mungu akupe jina jipya. Lakini mabadiliko ya ndani ya Musa, nataka kuangalia kwenye Biblia kwa haraka tu uone mabadiliko ya ndani ya Musa na matokeo yake. Mungu alikutana na Musa kwenye kijiti kinachowaka bila kuteketea. Jambo la kwanza, Mungu alipojifunua kwa Musa, alimwambia vua viatu vyako, mahali usimamapo ni mahali patakatifu. Na Musa akapata neema ya kwenda kukomboa taifa la Israeli. Mungu alimwambia vua viatu vyako. Kwa maana nyingine, lazima ubadilike. Ile vua viatu ni inner changes, mabadiliko ya ndani. Wapendwa mabibi na mabwana, leo sihubiri kirefu. Usije ukasinzia hapa mwanzo sema mchungaji Kimaro bado hajafika nusu, nataka kumaliza. Punga mkono, nimechoka mimi. Ala, natumia betri kwani hapa? Nimechoka. Hebu punga mkono wako pamoja na mimi. Na hubiri kifupi, hivi ndio karibu namalizia. Shauri yako. Kwa hiyo nataka kuangalia hapa, Mungu anamwambia Musa inner changes. Kwa nini Musa alikuwa ana kesi ya mauaji? Ana hofu, ana phobia. Ametoka kwa Farao. Ana mkiatu wa hofu, ana mkiatu wa kesi, ana mkiatu wa kutokujiamini, ana wasiwasi, amejionea shaka, ana self doubting, ana mashaka binafsi. Ndio mkiatu wa Musa. Mungu anamwambia you must change. Inner changes. Inner changes. Kuna mambo ambayo nataka nianze kufanya na wewe from today, Moses, but inner changes, it is needed. Mabadiliko ya ndani ni lazima. Vua viatu vyako, maana mahali usimamapo ni nchi takatifu. Musa akasema nina kigugumizi, siwezi kwenda. Akajitetea katika mambo mengi, lakini Mungu akamwambia utakwenda. Na Musa alienda, na alipobadilika alithubutu kusimama mbele ya Farao. Mwanzoni aliuliza, mimi ni nani hata nisimame mbele ya Farao? Wewe mwai, mimi ni nani? Lakini once alipopata kitu kinachoitwa mabadiliko ya ndani, inner changes, Mungu alimwambia tupa fimbo, akaitupa ikawa nyoka. Akamwambia shika mkia wake. Kushika mkia wa nyoka, usisubutu. Ni kama ile michezo tunayoona kwenye filamu, unaambiwa usisubutu kuigiza. Lakini Mungu alikuwa anabadilisha mindset yake, anamvika ujasiri ambao haupo. Na Jumapili ya leo mimi nataka niwaambie ni Jumapili ya kushika nyoka mkia. Mungu atakuvika ujasiri ambao haukuwa nao. Watu wachache waseme amina hapa. Inner changes, mabadiliko ya ndani yanayoweza kuleta impact, yanayoweza kuleta maana ya maisha yako.
Na ikiwa Mungu amesema na wewe this Jumapili hii ya kwanza, Jumapili ya Alfa, kama Mungu ndiye anasema na wewe hivyo, kuna kitu Mungu anafanya kwenye maisha yako. Wewe ni Musa wa leo. Wako wapi watu wachache? Lazima uvue viatu. Lazima uvue viatu ambavyo umevibeba, kama ni kiatu la woga, kama ni kiatu la utapeli, kama ni kiatu la uongo, kama ni kiatu la uzushi, kama ni kiatu la utapeli na kutaka kukopa kopa, kama ni kiatu la hofu na woga, kutokujiamini, kiatu la umaskini, kiatu la akili mbovu. Lazima ufunguliwe kutoka hapa. Na lazima uvue hicho kiatu. Wako wapi watu wachache wanaosema amina hapa? Alafu mpigie Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Kuna wengine mna viatu vya kujilizaliza tu. Yaani unaona kama wengine ndio wanahela, wewe huna. Yaani kila saa kwaya ikisafiri, si mnajuaga jamani, mimi ndio yule wa kuchangiwaga. Unajua mimi na matatizo, unaorodha matatizo kuanzia Januari mpaka Disemba. Nani kubeba na matatizo? Na mimi wanakwaya, hapana kutembea na mtu wa matatizo kwa muda mrefu. Pana. Wako wapi watu wanaonielewa hapa? Never. Yaani wewe ni wa kujieleza tu, mimi najua, mimi kwenye uniform sitaweza, kwenye hii safari siwezi kuchangia safari, kwenye hii kila kitu hauwezi, tunaenda kuona watu hauwezi. Hivi wewe tukuweke kwenye fungu gani? You must change. Lazima ubadilike. Mwapunguzie viongozi wa kwaya mizigo. Sema amina. Alafu mpigie Bwana makofi ya shangwe. Haleluya. Kwa vigelegele hivyo, hicho kipele kimepata mkunaji. Hebu punga mkono. Yaani ukisikia hivyo wamo. Hebu punga mkono wako pamoja na mimi. Yaani uwezi. Na wewe pia kwenye familia mzigo. Msiba hapa, siku ya kuchangia kosta ya kwenda Moshi. Ngoja niseme Moshi kwetu. Nikitamka mikoa mingine mnaweza mkanyoka na mimi, sio? Kosta ya kuchangia kwenda Moshi, msiba huu hapa. Jamani, mimi najua ndio hivyo tena, ni sijui mama sijui nilifanya nini, mimi ndio sijiwezi, jamani naomba jamani. Hii ni Januari ya kwanza, naomba usiombe tena. Ulishaomba vya kutosha. Change your mindset. Wako wapi watu wanaoelewa? Halafu mpigie Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Tuna shughuli mwenzetu, tuna madera hapa, tunavaa dera hizi hapa. Kariakoo hizi dera za shilingi 5,000, 10,000. Najuaga jamani, naomba mmoja atakayenunulia, mimi ndio sijiweza. Yaani wewe unajiwezaga mpaka lini? Na unaona kama ni sifa ya kutokujiweza. Lakini wengine tumewashtukia. Unaposema hauwezi, tukikuangalia kwenye simu yako una bando. Alafu una simu ya milioni 1, milioni 2. Wewe umetutapeli, tumekushtukia. Jumapili ya kwanza tunakufuta. Hatutaendana na wewe tena. Hatuwezi kubebana na uongo wa namna hiyo. Sema amina. Hallelujah. Change. Must change. Wa surprise. Kuna dada mmoja alikuja, unajua kuna watu wanadhiki mpaka wanakuja kukopa kwa mchungaji. Yaani watu wanaleta sadaka kwa mchungaji, wewe unakuja kukopa kwa mchungaji. Ukishaona unakuja kukopa kwa mchungaji, ama mji. Amia mji mwingine. Nakwambia. Ama mji. Yaani mchungaji nimekuja, unakuja kukopa kwa mchungaji wako, kwa padri. Wenzako walete sadaka uje kuzikopa. Akaja kukopa. Niko mchungaji wa Kariakoo. Akakutana sasa na mimi pale. Nikamwambia, dada, una shida gani mama? Na watoto 5, sina na kitu gani, vitu vingi anaorodhesha. Nikimwangalia mzima kabisa. Nikamwambia hapana. Una uwezo. Nikakaa naye, nikamsaidia, nikamfanyia counseling. Akapita mama mmoja tu ofisini kwangu, anapita akanisalimia, anaitwa Mama Letara. Nikamwambia, Letara, Mama Letara, hebu msaidie huyu mama mtaji wa shilingi 100,000 tu. Yule mama akachukua mtaji akampa shilingi 100,000. Akaondoka. Akaanza biashara ya kupika mtori kwenye chupa, akanunua chupa za chai, nilimshauri pale pale. Biashara ziko nyingi, kazi za kufanya ziko nyingi. Nikamwambia, hela hii 100,000 unanunua mtori, unanunua chupa, unanunua unga na maziwa. Unapika na kufungulia biashara ya mtori na uji. Haya maduka Kariakoo haya. Unapita na vikombe humu na kikapu.
uhitaji kulipa hata kodi hata 100. Akaenda akanunua vindizi pale ni mtu anayeweza kutengeneza mtori Mchaga. Kaambia unapita, unaomba, unakuja kukopa kanisani kwa mchungaji. Una haya. Nikamwambia dada yangu, anaambia dada yangu hata nikimpigia simu apokee. Kaka yangu hata nikimpigia. Sasa unajua akisha kuchoka wanakuchokaga. Tumeumbwa na kuchoka. Kila jambo lina mwisho wake. Na mtu analemea kuliko tani 100. Mtu mmoja akikulemea kwenye familia, analemea kuliko tani 100. Nakwambia. Akaanza. Nikamwambia fanya kimya kimya. Akafanya kimya kimya, Mungu akamsaidia. Yaani huwezi kuamini, ndani ya hiyo biashara ya mtori aliyokuwa anazungusha. Hiyo yani kila siku alikuwa analaza shilingi 50,000 kila siku. Huwezi kuamini. Kila siku alikuwa analaza 50,000. Akaona muujiza. Akaja kanisani. Akaniambia na mimi nimekuja na sadaka. Nikamwambia sasa kuja na sadaka kwa mchungaji ndio umekuja sasa kumuona mchungaji. Haleluya. Hiyo ndio umekuja kumuona mchungaji. Nikamwombea, nikambariki. Akaenda. Hapo katikati pakatokea msiba. Akaenda kwenye msiba. Msiba si majanga hayo mnayosemaga, wanavaa majanga, sare za msiba. Alipofika kuna dada yake mmoja mropokaji. Unajua katika familia kuna wale stakishari. Yaani anaropoka juu kwa juu. Akasema mara hii mimi sinunulii mtu, sibebi mtu mara hii. Yule amenyamaza tu kimya, ana hela anaumwa. Wakapitisha pale vikaratasi, anayejiandikisha aliwasurprise kwenye msiba. Na mimi niliwaambia kawa surprise mara hii. Akauliza pale listi inasoma kama yale madera si kitu gani. Akaniambia mchungaji, wale ambao walikuwa ndio kwanza wananyanyasaga ndio nilianza nao. Kasoma ile listi pale, nikasema nanunua madera ya majanga, si ya hiyo misiba, si madera, si majanga. Haya. Huyu hapa, akaanza na huyo wa kwanza, yule stakishari 1, 2, 3, 4, 5, 6 mpaka 15. Akamaliza akasema hawa na walipia. Akamwambia unasemaje? Akamwambia na walipia haya madera. Alafu kitabu cha rambirambi naomba. Unajua kuna misiba mingine inakujaga kwa uzuri. Alikuwa hajawahi kuona kitabu cha rambirambi kinaandikwaje. Manake yeye akifika rambirambi yake ni kilio. Wasa kwa nataka jeneza. Ukifika na ile, nishikeni mwenzenu, nishikeni. Dunia ina mambo mengi. Akauliza kitabu cha rambirambi, asema, huyu naye Rose anauliza kitabu cha rambirambi leo. Kuna nini? Sema naomba kitabu cha rambirambi. Akaipiga laki pale. Asema jamani, utafungwa, umekopa vikoba au nini wewe? Asema sijakopa. Siku hizi ni mfanya biashara. Kwenye msiba akaondoka, anaheshimika. Tangu hapo leo ninavyozungumza hapa, nawaambieni kitu cha ukweli. Nilikuwa mwaka wa 2013. Leo ninavyozungumza hapa, yule mama amejenga apartment huko Tabata, apartment nyingine ziko Kinyerezi. Alijiingiza kwenye biashara ya madaladala, ana madaladala hapa zaidi ya 10. Ni yule aliyeanzisha na chupa ya uji wa maji. Ina changes. Wako wapi watu wanaonielewa? Wangempigia Jehova na vigelegele vya shangwe. Haleluya. Na anaheshimiwa mpaka kesho. Ni mwanamke wa Kichaga wa Rombo. Yaani Mrombo una CV ya hela, unaomba. How? Mungu akamsaidia. Kwa nataka kuzungumza nini hapa? Nasema juu ya mabadiliko ya ndani. You must choose. Na lazima uhamue ndani kwamba hapa basi. Sema amina. Wako wapi watu wachache wanaoanza kunielewa kidogo hapa? Alafu mpigie Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Matokeo ya ndani ya Musa ya kuvua kiatu, na hasa hilo kiatu la utegemezi. Kiatu la utegemezi, yani wewe ni tegemezi tu, ni wa kutegemea kila kitu usaidiwe. Hapana, unaweza. Na maviatu mengine ya lawama, kulaumu, kushutumu, kusema kama sio fulani mimi nisingeishi maisha haya, labda ningekuwa niko mbali sana. Huyu amenirudisha nyuma, huyu amenizibia riziki. Hakuna anayekuzibia riziki hata siku moja.
Vua hicho kiatu cha malalamiko, kiatu cha uchungu, kiatu cha hasira, kiatu cha wivu, kiatu cha kisasi, kiasi cha hasira na vinyongo. Vua hicho kiatu, alafu umuone Mungu kwenye maisha yako. Huyu dada alikuwa ameshajiapizaga eti. Yaani masikini, unasaidiwa, watoto wake wanasomeshwa na huku amejiapiza. Ananiambia mchungaji, nimekuja yaani alienda akarudi akaniambia nimeshapata hela, nina maisha sasa na viapo vya kuvunja. Nini? Nilikuwa nimeapaga. Hata fulani nikifa asije kwenye mazishi yangu. Sasa nini? Alafu mchungaji mwenyewe ambaye nimesema asifike kwenye mazishi yangu ndio huyo ambaye alikuwa ananilipia watoto wangu wawili ada. Viapo vya kimaskini. Kuna kitu kibaya kama hicho. Na vinunguniko na visasi na chuki. Nikamwombea, tukavunja haya maroho, akainuka, ameendelea mbele, amepata financial freedom na economic freedom. Lakini ni baada ya mabadiliko ya ndani. Hawezi kubadilika nje. Huwezi kubadilisha dunia kama hujabadilisha dunia yako ya ndani. Lazima dunia ya ndani iweze kubadilika. Sema amina, alafu mpigie Bwana makofi mengi. Haleluya. Mabadiliko ya ndani ya mtumishi wa Mungu anaitwa Gideon. Namba 4. Nimeongea watu wachache tu hapa ambao nitawaangalia. Mtu wa 4 ni Gideon. Biblia inasema Gideon, mabadiliko ya ndani ya Gideoni na matokeo yake ni dhaifu kuwa shujaa, kusaidia taifa la Israeli kutoka katika utumwa wa Midiani. Inner changes. Alikuwa ni kijana. Alipokutana na malaika anaongea naye kwenye shinikizo, anasema how shall this be? Inawezekanaje? Mimi kabila letu ndio maskini sana katika makabila yote ya Israeli. Lakini mimi ndio mdogo katika nyumba ya baba yangu. Lakini si hivyo tu, Mungu ametuacha. Unajua kuna mtu ambaye anaamini Mungu amemwacha. Yaani Mungu ameshaniachaga kwa madhambi haya, kwa matatizo haya, maombi yote nimeombaga, Mungu ameniachaga. Na Gideon alikuwa na perspective hizo. Lakini inner changes, Mungu akamwambia enenda kwa uwezo wako shujaa, kwa waokoe watu hawa. Kwa yule dhaifu akawa shujaa. Na akasimama akaleta majibu. Ni maombi yangu, roho na upako na neema ya Gideoni iwe juu yako, uwe na majibu. Yaani uwe mtu mwenye majibu. Wapendwa, hakuna kitu cha maana duniani na hakuna kitu ambacho Mungu ametuumbia duniani kama solutions. Kuwa mtu mwenye majibu. Na jitenge kwa namna yoyote katika mwaka huu na mambo ya lawama. Acha kulaumu. Hakuna aliyewekwa hapa duniani kwa ajili yako. Hakuna. Usijihangaishe. Wewe ndio umeumbwa kwa mfano wa Mungu, full stop. Mambo ya kuja kujitia, unajiendekeza, unajidekeza, unachukua maisha yako, unaona fulani ndiye amekusababishia ulivyo. Are you crazy? Yaani fulani ndiye amekusababisha ulivyo. Na wewe uzembe ulionao. Wewe uzembe mpaka kutandika kitanda, uweze kutandika kitanda, naye ni fulani amekusababishia. Wachache wamesema amina, wengine wanaendelea kusema lawama wapewe wale. Yaani wewe unataka usipoishi vizuri ukamlaumu fulani, kaka yako mkubwa alaumiwe. Yaani umeme umekatika nyumbani, hauna luku, unataka dada yako aliyeko Marekani alaumiwe. Unataka na fulani alaumiwe. Wewe ya maisha yako hayakuhusu. Wewe ni lawama. Umebinafsisha kwenye lawama, kitengo cha lawama. Gideon naye alikuwa na lawama hivyo hivyo. Amewekeza kwenye kitengo cha lawama kwamba hawezi. Kabila lake na sababu anazo ni maskini sana kuliko makabila mengine. Na yeye ni mdogo sana katika ndugu zake. Na sababu kubwa zaidi, Mungu amewaacha. Alisikia historia ya Mungu. Baba zetu walituambia zamani ulienda nao, lakini siku hizi umesepa. Lawama. Usipotoka kwenye rumu ya lawama,
ukajisimamia wewe mwenyewe, maisha yako yatakuwa maisha ya lawama na laana. Lawama zinabeba laana kwenye maisha ya watu. Kwa hiyo Jumapili ya kwanza, ondoa lawama hata siku moja. Simlaumu mke wako wala mume wako, silaumu mtoto wala jirani, wala maisha yako hayahusiani na mtu. Wewe ni wewe. Hebu mwambie jirani yako, wewe ni wewe. Alafu sema mimi ni mimi, na unamwabudu Mungu anaitwa mimi niko ambaye niko. Oh my God, si kama unaelewa sawa sawa. Wewe sema mimi ni mimi, nimeumbwa kwa mfano wa Mungu na ninamwabudu Mungu anayeitwa mimi niko ambaye niko. Sema tena mimi ni mimi na maisha yangu ni mimi. Full stop. Pigie Bwana makofi yanayoeleweka ya shangwe. Haleluya. Ya kusindikizia mpaka namba ya kuzaliwa kama Gideon. Eti mimi mziwanda. Kwani ungekuwa wa kwanza ungefanya nini? Ungezaliwa na mbavu za chuma? Au ungenyonya maziwa ya tembo? How? Kwa nini kadiva? Kwani eti mimi ni wa mwisho? Kwamba nilinyonyaga vile vijimaziwa vya mama yangu vya mabaki ya mwisho. Unafikiri kwamba ni kweli kwamba maziwa ya mwisho yana protein? Kuna watoto wa mwisho hapo wana kilo nyingi kuliko na wana uzito kuliko watoto wa kwanza. Kuna mabonge wako hapa. Yaani mpaka namba ya kuzaliwa Gideon anasema eti mimi ni wa mwisho kwetu. Can you imagine? Namba ya kuzaliwa tu inakupa shida. Mimi ni wa mwisho. Mimi ni mziwanda. Alafu kuna kaka zangu kana kwamba hao ndio wangeweza. Gideon. Lakini Mungu akamwambia unaweza. Alienda, aliokoa taifa, aliongoza nchi, akawa president miaka 40. Mngempigia Bwana makofi ya shangwe na vigelegele. Once alipotoka kwenye rumu ya lawama. Jamani, hii ni Jumapili ya kwanza ya 2026. Ninawaomba ninyi watu na Watanzania, tokeni kwenye rumu ya lawama. Tokeni hapo kwenye lawama. Ukitoka kwenye lawama umetoka. Wako wapi watu wanaonielewa sawa sawa hapa? Alafu ungempigia Bwana makofi ya shangwe. Toka kwenye rumu ya lawama. Lawama zimebeba laana. Na lawama hazichange, hazibadilishi. Kama malaika angemwacha Gideon na lawama kwamba mimi ni maskini sana kuliko kabila lote la Manase, nyumba yetu ndio maskini na mimi ndio wa mwisho na wewe Mungu umetuacha, lawama tu. Lakini Mungu sasa kama nimekuacha mimi nayeongea na wewe hapa ni nani? Unajua lawama inakupofusha hata fursa usione. Anamwambia Mungu, tulisikia habari zako, baba zetu walituambia na tulisoma kwenye Torati, uligawanya na bahari ya Shamu, ulikuwepo, lakini siku hizi umetuacha. Kama umetuacha ninayeongea na wewe hapa nani? Lawama inafunga hata fursa za wazi. Malaika akamwambia utaondoka, utakwenda kwa uwezo wako huu na utawapiga Wamidiani kama mtu mmoja na mimi nitakuwa pamoja nao. Kilichofuata hapo ilikuwa ni inner changes, mabadiliko ya ndani. Akabadilika na akaenda akafanya kazi. Sema amina, alafu mpigie Bwana makofi ya shangwe. Hayo makofi yatoshi, piga tena, Yesu asikie. Haleluya. Lakini mabadiliko hayo ya ndani ya Gideon yalileta matokeo. Lakini mabadiliko ya ndani ya vijana wanne na matokeo yake. Vijana wanne, Shadrach, Meshach na Abednego, wale walikula mtama kwa miaka mitatu. Miaka mitatu hawali nyama, hawali ugali, hawali makande, hawali machalari, hawali chakula chochote zaidi ya mtama na maji. 3 years. The result, walikuja wakawa the big thinkers, watu ambao ni great leaders. Huyo Danieli alikuwa waziri mkuu kwa nyakati 3. Wafalme watatu alikuwa waziri mkuu asiyeondolewa kwenye kiti. Hata walipomfitinisha wakamtupa kwenye tundu la simba bado walimuinua. Alikuwa great leader. Lakini pia alikuwa great thinker, aliyeweza kutafsiri ndoto, mwenye mawazo, mwenye akili. Mimi ninataka kuwauliza vijana wa Kijitonyama mlioko hapa kwenye ibada hii. Ni muda upi ambao umeutenga kwenye maisha ya kwako, ambao unasema ndani ya hizi miaka 2, miaka 3, miezi kadhaa ninafanya inner changes, ninataka kubadilika ndani.
Na ni yapi ambayo umesema najizuia, naweka self discipline katika kutengeneza maisha yangu? Hauwezi kuamka kuanzia Januari mpaka Disemba hauna self discipline. Haujawahi kufikiri kwamba ni maviatu gani ulioyavaa unataka kuyavua. Wewe unapiga makelele tu ya kuona huwezi hata kidogo. Na hakuna watu wanaoweza kuleta changes ya haraka wakawa na inner changes kama vijana. Hakuna. Hawa wajamaa waliamua kunyoka miaka 3.5, wana self discipline, hawali kitu, lakini wana mahali wanaenda. Hawa ni vijana watumwa, hawana nida, wametoka Israel, wako Babiloni. Na kuambia huyu Danieli alikuwa waziri mkuu kwa nyakati 3, wafalme 3 wote walikuwa wanamuinamia Daniel. Na wale ndugu zake wengine walikuwa wakuu wa mikoa, magavana, waliongoza nchi. Lakini vijana 3 walikuwa na strategies. Sasa kijana ambaye hana strategy yoyote, na ni kijana ambaye anasikia mahubiri ya mchungaji Kimaro, umepita kwenye shule ya mchungaji Kimaro na huna strategies, hujaandika hata kwenye diary yako kwamba kwa miaka mingapi unataka kuchange completely, unataka kuondoka kwenye sura hii unaenda sura nyingine, kwenye kiwango hiki cha kimawazo kwenda kiwango kingine, kiwango fulani cha fedha kwenda kiwango kingine, kiwango fulani cha kiuchumi kwenda kiwango kingine, kiwango fulani cha kiibada na imani kwenda kiwango kingine. Inner changes. Umeinvest, umefanya investment ya inner changes. Inner changes, it is about investment ya muda ambao unasema ninajiwekea malengo. Sio kwenye disco hili upo Alhamisi, Ijumaa upo kwenye kigodoro, kesho kutwa uko kwenye kitu gani. Hicho kichwa kiko kama cha mwenda wazimu. Ikitokea uko kwenye mtandao huu na hama, sasa siku hizi hata kwenda kwenye vigodoro huko wachache, walio wengi Facebook, Instagram, kahamia kwenye mtandao mwingine, umo ndani kwenye room yako, kwenye bedroom yako, unazunguka hii dunia kuanzia asubuhi mpaka jioni. No concentration. Mara umeenda Facebook, mara umeenda YouTube, mara umeenda huku, mara umeangalia hivi, ni kucheka mwenyewe kama mwenda wazimu. Mwezi unaisha na Januari imeanza tena, unacheka mwenyewe kama mwenda wazimu. Na kule wameweka huko vitakataka vyao vya kuharibu hiyo brain yako. Unacheka kwa raha gani uliokuwa nayo? Unakuta tu kidude kimeangukia si kwenye kikome. Na yule anayechekesha naye yuko kwenye biashara. Wajinga ndio waliwao. Unacheka kuanzia asubuhi mpaka jioni. Hii ni Jumapili ya kwanza, hujachelewa. It is too early. Inner changes. Ninapitia mitandao gani kwa sababu gani? Nina mambo gani ambayo naangalia kwenye hii mitandao? Ni nini kinachonisababisha nihangaike na hiyo mitandao? Yale nayasikia kwenye mitandao yana impact gani kwenye maisha yangu? Yatanisaidia nini? Pengine una mambo lazima ujiulize. Lakini wewe umo mpaka lini? You must change. Inner changes. Mitandao ni mizuri. Hata mimi ni mwanahabari. Ndio, ni mwanatehama mzuri. Ibada hii inarusha dunia nzima. Ninatumia mitandao kufikia ulimwengu. Ni mizuri. Lakini kwa malengo. Ile ya kucheka kama mwenda wazimu na kushawishiwa kama mwenda wazimu na kuamka kama mwenda wazimu na kubadilishwa hisia kama mwenda wazimu. Kweli? Lazima uone. Wachache wameelewa, piga makofi yanayoeleweka ya shangwe, haleluya. Lazima uone una impact gani, una discipline ipi, ni nini umeamua na umekipa muda. Mabadiliko hayaji siku moja. Changes yanahitaji muda, na muda hawa vijana kubadilika kisiasa, kiutawala, kifikra, kiuongozi ni miaka 3. Hawali kitimoto, hawali nyama, hawali ugali, hawali chakula kilichochemshwa, wanakula mtama na maji. Hivi kuna kijana wa namna hiyo ambaye anaamua kunyooka na discipline, Mungu asionekane kwenye maisha yake? Una discipline ipi? Kijana, una discipline ipi? Yaani nidhamu yako wewe ni ipi?
hauna discipline yoyote. Ukiniuliza Mchungaji Kimaro, una discipline gani? Nitakwambia ninaamka kila siku saa 10 niko barabarani, nina morning glory every morning. That is my discipline. How about you? Unabugia tu viporo. How about you? Discipline yako. Discipline nyingine, natumia simu pale inapohitajika. Pale inapohitajika ndio nachukua simu nitumie. Pale inapohitajika. Unless otherwise, no. Lakini kuna wale ambao akisahau Biblia kuja kanisani hata shtuka, akisahau simu yake. Manake kwanza huko kwenye simu kuna mabomu yake. Naishia hapo. Nimenichosha. Mabadiliko ya ndani ya Petro na matokeo yake. Mabadiliko ya ndani ya Petro na inner changes ya Petro. Alikuwa anaitwa kabla ya kuitwa Petro alikuwa anaitwa Simeon. Lakini Yesu alipotaka kumtumia akamuita Petro. The question again, why? Inner changes. Mabibi na mabwana, kuna mahali ambako mimi nilipokuwa kwenye maombi, kwenye mapango ya maombi, Mungu akanifundisha somo hili jana ndio Mungu amesema na mimi sana. Nikaona jinsi ambavyo kuna mahali ambako hatubadiliki ndani. Tuna mgogoro binafsi. Mwambie jirani yako, mchungaji anakupatanisha na wewe. Hebu sema hivi, patana na wewe. Mwambie jirani yako upande wa pili, patana na wewe. Una mgogoro binafsi. Umekutana na mambo mengi lakini hujawahi kukutana na wewe. Umekutana na vitu vingi lakini hujawahi kukutana na wewe. Umekutana na madeni, umekutana na hasara, umekutana na magonjwa, umekutana pengine na furaha, umekutana na misiba, umekutana na trauma, lakini hujawahi kukutana na wewe. Lazima upate nafasi ya kukutana na wewe. Hayo makofi hayatoshi, piga yanayoeleweka. Hallelujah. Yani, can we imagine? Inner changes. Mwanaume mzima anaitwa Ibrahimu mpaka mwaka wa 99. 99 anaitwa Abraham. Mungu anamwambia from today you must change. Inner changes. You must change. Na mimi nataka nikuambie, wewe hujazeeka mama Maru, hujafika miaka 99 bado kama Ibrahimu. Una miaka vyako kadhaa vya change. Na birthday vyako kadhaa vya change. Lakini nataka nikuhakikishie, bado kama Ibrahimu alibadilika akiwa na miaka 99, unayo nafasi hata wewe ya kubadilika. Wako wapi watu wachache ambao wananielewa sawa sawa? Na pale nikamsikia Mungu akiniambia juu ya fursa na matokeo ambayo tulipaswa yatokee kwenye maisha yetu, lakini yanachelewa na mengine hayatokei kwa sababu hatubadiliki kutoka ndani. Na mimi nataka nikuambie, usijitahidi kuficha mume wako, kuficha mke wako, kuficha Mchungaji Kimaro, kuficha watu wanaokufahamu tabia yako. Haina maana, huo ni ushamba. Unajidanganya, unajiibia. Wewe fikiri ni muongo kiwango cha kujidanganya. Unajua, unapoficha mume wangu asijue, mke wangu asijue, Mchungaji Kimaro asielewe, kwaya ya uinjilisti wasijue, kwaya kuu asijue wakajua na mimi na mchepuko. Unaficha, unajidanganya. Kwa maana wewe ni muongo kiwango cha kujidanganya. Hayo maisha sio ya kwaya kuu wala sio kwaya ya uinjilisti. Hayo maisha ni ya kwako. Na likikupata la kukupata ni wewe. Wako wapi watu wanaonielewa sawa sawa? Wangempigia Jehova makofi ya shangwe. Hallelujah. Inner changes. Petro akabadilika, akawa mkuu wa kanisa, akawa the first bishop, the first pope aliyeliongoza kanisa. Na Yesu alimbadilisha, akamwambia hutaitwa Simon uliyekuwa unavua samaki huko na unanuka shombo la samaki. You must change, Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Mabibi na mabwana, nafasi haitoshi, ningezungumza mambo mengi, lakini nataka kuongea hoja ya pili ya kifalsafa na kwa haraka. Nasema mabadiliko ya ndani ni nini hasa? Inner changes. Inner changes, jambo la pili katika hiyo hoja ya pili ya kifalsafa na kitheolojia, mabadiliko ya ndani.
Mabadiliko ya ndani, yani inner changes, ni msingi na sheria mama, katiba ya baraka za Ibrahim. Kuna watu wanasema I have to pray, ninaenda kuomba leo, tuna maombi ya baraka za Ibrahim. I believe in Abraham blessings. Ninaamini juu ya Ibrahim blessings. Ninaamini juu ya baraka za Ibrahim. Lakini do you know katiba, sheria mama, katiba ya baraka ya Ibrahim ni nini? Ni inner changes. Inner changes. Nitaomba, pengine hujawahi kurudia somo, nitakuomba ukirudi tena nyumbani, nenda kwenye mtandao uangalie ile introduction, what is an inner changes. Ni nini maana ya mabadiliko ya ndani? Just go there. Mabadiliko ya ndani ndio sheria mama, katiba ya baraka za Ibrahim. Na mwaka huu kwa vyovyote, we need that blessings. Tunahitaji baraka za Ibrahim katika kila kitu. Kwa watoto wako unahitaji baraka za Ibrahim. Kwenye nchi hii unahitaji baraka za Ibrahim. Kwenye kampuni yako unahitaji baraka za Ibrahim. Kwenye elimu na utashi na madigrii ulionayo, you need Abraham blessings, Ibrahim blessings. Lakini baraka za Ibrahim, katiba yake ni mabadiliko, sababu yule kwanza Ibrahim mwenyewe aliyeitwa alibadilishwa. Sauli akabadilishwa akawa Paulo. Petro akabadilishwa, alikuwa haitwi Petro, akabadilishwa. Simeon akawa Petro. Yakobo akawa Israel. How about you? Wewe unataka kuwa nani? Unataka kuwa nani? Mvuta bangi, tapeli, mzushi, muongo, mtu wa kujiliza, fungu la kukosa. Sasa hapa, yaani kuna wengine hata mchungaji tumekubatiza hapa, lakini ushaenda kujiwekea jina jingine kabisa, fungu la kukosa. Unajua kama inner changes, nikizungumzia inner changes, macho ubaoni, look at me, niangalie ni sawa sawa. Hebu punga mkono wako pamoja na mimi. Punga mkono wako pamoja nami. Nataka uelewe tu kwamba inner changes, usipokaa mahali pazuri, unakosa ile baraka. Ngoja tuende taratibu. Ni vizuri kusikia sweetie, honey, it's very nice. Kuitwa na mume wako au mke wako honey, sweetie, pineapple, apple. What do you feel? It is making sense somehow. Macho ubaoni. Lakini hayo sio majina ya kwenye ndoa. Hiyo ni hila ya kishetani ya kumuondoa mwanaume kwenye mamlaka. Ukishakuwa baby, ukishakuwa sweetie, ukishakuwa pineapple, utaweza kulipa ada Januari hii? Inner changes. Nikuulize, wewe unamuita mume wako majina hayo ukifikiri ni mahaba, lakini nataka nikwambie sio mahaba. Unamtoa mume wako kwenye nafasi. Kwa nini? Ndoa ilipofungwa hapa tulikukabidhi bwana harusi. Na wanaume kwenye Biblia ni mabwana. Mabwana ni watu fulani wenye authority. Mabwana ni watu fulani ambao wanapaswa kujua kwamba kuna ada, kuna nyumba inayopaswa mtu alale, kuna mavazi, kuna saluni, kuna watoto wasome, kuna mke wangu apendeze. Bwana, sweetie, pineapple, baby, wanalia wenyewe. Hawajui matatizo wala kuyakabili matatizo. That is not Bible. That is not liturgical. Kwenye hii madhabahu mama, nilikukabidhi bwana harusi. Kiapo alichosimama nacho kwenye kitabu chetu cha ibada, liturujia, bwana harusi aape. Bwana harusi amvalishe bibi harusi pete. Bwana harusi mtarajiwa, kikao, watu walikuita kwenye vikao, bwana harusi mtarajiwa. Kwenye kadi ya mialiko ya kuomba michango, bwana harusi.
Kwenye kadi ya mwaliko pameandikwa bwana harusi. MC aliyesimamia shughuli ya ndoa sasa anaingia, bwana na bibi harusi simameni. Tukasimama. Sasa umeacha yale yote tuliokuita sisi baba zako, jamaa, marafiki, wachungaji na Biblia, unaitwa pineapple, baby, sweetie. Ukishakuwa sweet like Big G, unatafunwa na unatemwa au vipi? Kwani utamu ukiisha unafanya nini kwenye Big G? Ukamumunya ukaona haina maana, unafanya nini? Ukitemwa usilalamike. Ndio mwisho wa utamu. Hebu punga mkono pamoja na mimi. Pigeni vigelegele vinavyoeleweka vya shangwe. Haleluya. Mimi najiulizaga maswali. Nasema hivi, wale mabibi harusi, bibi harusi, bibi wa nyumba, mama mwenye nyumba, ile mamlaka ya mwanamke mwenye nyumba kule kwa mama fulani, imekuwaje siku hizi wamama hawana majukumu? Hawapo. Kwa nini? Naye baby akikata kitunguu macho yote anatoa machozi wiki 3. Amekata kitunguu siku moja. Kwa nini baby? Mmoja akaja ofisini kwangu kabisa, nimewafungia ndoa, amerudi. Nina allergy mchungaji, nimemwambia mume wangu anitafutie daktari bingwa tuende India. Nina nini? Nikikata kitunguu. Nikamwambia ulikitazama? Yaani huyu anaona kukata kitunguu akitoa machozi eti ana allergy na safari ya India inahitajika. Jamani, hawa mabebi. Hawa mabebi walivaa Pampers, shughuli kweli. Baby. Nilishahubiri tena hapa jamani. Nikasema wamama wa zamani walikuwa hawana degree hata moja, hawajui kusoma, hawajui kuandika. Walikuwa hawajui kuandika wala kusoma, lakini walikuwa wanajua kujitegemea. Na wamelelea watu walio na degree na masters na PhD. Ndio waliotengeneza kina Kadiva hapa. Wakatokea watu maprofesa. Na walikuwa ni watoto 14, 15, 17, wengine wana mama walikuwa za mpaka watoto 20, wengine 12, wengine 7. Na mnajua mlivyokuwa wengi. Unapakua chakula kama watoto, huwezi kujua aliyeanza kupokea sahani ni yupi. Lakini wote hamkupata kwa shako, mkatoka mna madigrii. Na sasa mmesoma, mna uwezo. Ndio kweli kabisa. Wakina mama kweli mliosoma, hamwezi kunawa miguu yenu nyewe watoto wakina mama. Mpaka uende ukaoshe miguu kabisa, yani naenda sana, naenda kuosha miguu. Yani wewe nimesamba malendopo. Yani unajua ni vitu vya ajabu. Lakini wamama wale wa zamani walikuwa wanajiwe la kujisugulia hapo nje kwa kuru hapo. Hayo makofi yatosha, wapigieni wamama wa TTCL. Hao ni wamama wa TTCL. Hawa sasa hivi woi, Mungu ndiye anajua. Ina changes, mabadiliko ya ndani. Hebu punga mkono wako pamoja na mimi hapa. Haleluya. Kuna nyumba Kadiva ilikuwa haina jiwe la kujisugulia mguu. Kulikuwa kuna nyumba jiwe ambalo nyumba ilikuwa haina jiwe. Kulikuwa kuna madodoki. Siku hizi ukipitisha dodoki, yani unapeleka tena hospitali. Ngozi yote. Yani huo mgongo utafikiria ni kama mkanda wa jeshi ukipitisha dodoki. Lakini mama zenu ndio wale walio nao na madodoki na ukatoka huko binadamu. Washindi wachache wangesema amina. Ina changes. Yani haya yote ni kuonyesha kwamba kuna namna fulani ya ulegevu na kutengeneza kizazi cha nailoni ambacho si original. Na hatuwezi kwenda hivyo. Tumsifu Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya tena. Tufanye kazi kwenye maisha yetu. Kwa hiyo mabadiliko ya ndani, inner changes, ni msingi na sheria mama na katiba ya baraka za Ibrahim. Mabadiliko ya ndani, you must change yourself. Sasa ninayo mambo machache hapa.
Ukitaka kujulikana, jijue kwanza. Kuna watu wanakazana kabisa, nataka nijulikane. Kama ninaimba, jijue kwanza kabla ya kujulikana. Ukitaka kueleweka, jielewe kwanza. Na elewa mambo mengi, how things work. Tutakuelewa kama ukijielewa. Mwambie jirani yako, tutakuelewa kama ukijielewa. Mwenzetu tukikuangalia hujajielewa, unataka tukuelewe. Tutakuanzia wapi? Wewe mwenyewe kwanza ujielewe, alafu sisi tutakuelewa. Ukitaka kutafutwa, jitafute. Unataka kutafutwa, watu wakutafute kwa anwani, kwa simu, wakutafute upatikane kwa shida, watu wakutafute, jitafute. Hujawahi kujitafuta, unataka utafute na watu. Hata mimi mwenyewe sikutafuti, kaa huko huko. Ukitaka kusikilizwa, jisikilize. Jisikilize, unaimbaje? Unafanyaje huduma? Ukitaka kufahamu, ukitaka kufahamika, fahamu, jifahamu. Wewe mwenyewe haujajifahamu, unataka watu wakufahamu. Ukitaka kuheshimiwa, jiheshimu. Na hasa hapa watu wanataka kuitwa mheshimiwa, mheshimiwa, lakini mwenyewe uko ndani mzaraulika. Kwa sababu kama unataka kuheshimiwa, jiheshimu. Heshimu position, heshimu jina, heshimu nafasi ambayo Mungu amekuweka. Heshimu hata jinsia yako. Ukitaka kuheshimiwa, jiheshimu. Oh my God, oh my God, oh my God. Lakini unataka kuheshimika tu from nowhere. Heshima inatengenezwa, heshima haiji bure. Lazima ujiheshimu kwanza wewe mwenyewe. Ukitaka kufikia ulimwengu, ufikie kwanza ulimwengu wako wewe binafsi wa ndani. Yaani ukitaka kufikia ulimwengu, nataka kufikia ulimwengu kwa uimbaji, nataka kufikia ulimwengu kwa maombi, kwa huduma, ufikie kwanza ulimwengu wako wa ndani. If you want to change the world, please change your inner world first. Kushabadilisha ulimwengu wako wa ndani kwanza, huo wa nje utabadilika automatic. Mabibi na mabwana, Mungu alimwambia Ibrahim baada ya mabadiliko ya ndani. Na mimi nasema baada ya mabadiliko ya ndani, ni neno hili nalokutangazia hoja yangu ya tatu. Mungu alimwambia Ibrahim baada ya mabadiliko ya ndani, nami nitakuzidisha sana sana. Nami nitakuzidisha sana sana. Baada ya mabadiliko ya ndani, uwe na hakika ya kwamba Mungu atakuzidisha sana sana. Katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 17 mstari wa 2b. Hebu nione watu wachache wanaoweza kumpigia Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Na mimi ninasimama kwenye madhabahu hii, ni maombi yangu kwa Mungu kuwa mwaka huu mpya wa 2026 Mungu akuzidishe sana sana. Wako wapi hawa watu wanaosema amina? Wangesema amina hapa. Ninamaliza mahubiri yangu ya uchovu na ninahubiri, naenda zangu kwenye nyumba ya mapumziko na malezi, kwenye meditation center. Ninawatangazia ninyi mlioko hapa na mnaoisikia sauti yangu, ni maombi yangu baada ya mabadiliko ya ndani, Mungu atakuzidisha sana sana. Mwaka huu ni mwaka wa kuzidi, sio kidogo. Wako wapi watu wanaonielewa sawa sawa? Nasema Mungu akakuzidishe sana. Hebu nisaidie kuatikisa watu wawili watatu. Waambie mchungaji anakuaga, anakuambia mwaka huu ni wa kuzidishwa sana sana. Oh my God, oh my God. Kwenye elimu watoto wako watazidi sana sana. Wako wapi wanaoamini wangepokea kwa vigelegele vya shangwe? Ninasimama kwenye madhabahu hii, biashara yako ikazidi sana, watoto wako wakazidi sana, mipango yako Mungu ataizidisha sana. Pigie Jehova vigelegele vya shangwe. Haleluya. Ninasimama kwenye hii madhabahu, hapatakuwa na utasa, hapatakuwa na jangwa, hapatakuwa na ukame, hapatakuwa na ukaufu. Hiyo mikono ya kwako, wako wapi wanaonyosha hiyo mikono kwenye hii madhabahu? Nyosha mikono yako tena. Ninasimama kwenye hii madhabahu, ninaibariki mikono iliyonyoshwa kuelekea kwenye hii madhabahu. Ninyi mlioko hapa na wale wanaoabudu nasi online, mikono hii haitakuwa tasa. Mikono hii haitakuwa mikono ya kupoteza. Mikono hii haitakuwa mikono ya hasara. Mikono hii haitakuwa mikono ya kupoteza. Mikono hii haitakuwa mikono ya ukame na ukaufu na kuzaa mapoza. Mikono hii
ni mikono ya kuzidisha sana sana. Wako wapi wachache wanaosema amina, wangempigia Jehova na vigelegele vya shangwe? Hebu mpigie Bwana makofi mengi. Ninasimama kwenye madhabahu hii, ninatangaza katika Jumapili hii ya kwanza, wewe ni mtu wa kuzidi sana sana. Mungu atakuzidisha sana sana. Biashara yako itazidi sana. Kwenye taaluma Mungu atakuzidisha sana. Kwenye familia Mungu atakuzidisha sana. Utazidi sana sana. Sijui kama kuna mtu ananielewa sawa sawa. Wako wapi waliopokea hivi leo? Mimi nilikuwa nisije kwenye ibada hii. Kweli nilikuwa nimechoka, nikasema hata leo nitamwambia Goodluck ahubiri, nilikuwa nisije. Lakini Mungu akaniambia nenda kawaambie watu wangu nitawazidisha sana sana. Sijui kama kuna mtu gani ambaye anapokea. Nataka nikwambie Mungu atakuzidisha sana sana. Hiyo miaka mingine uliwahi kuzidi, lakini mwaka huu utazidi sana. Wako wapi washindi wanaosema amina, wangempigia Jehova na vigelegele vya shangwe? Kwenye huduma utazidi sana sana. Kwenye ndoa utazidi sana sana. Kule kazini Mungu atakubariki na kuzidi sana sana. Utazidishwa sana. Wako wapi watu wa Jumapili ya Alfa hapa, wangempigia Jehova na vigelegele vya shangwe? Nasema ni Alfa ya kuzidi sana. Upako wa kiwango cha sana. Nikisema nataka urudie sana mara mbili. Sana pale imeandikwa sana sana. Kuheshimika, kukubalika, kupata faida kwenye biashara, kuwa muombaji, kusimama katika kweli, kumjua Mungu, kampuni yako kubarikiwa, mikono yako kuzalisha, kubarikiwa kwenye nchi unayokaa, kupata kibali. Pigie Jehova na vigelegele vya shangwe. Haleluya! Yaani ni hilo nimeambiwa nikuambie kwenye hii madhabahu. Na kwa kuwa nimepewa mamlaka ya kichungaji ya kutamka, ikawa yametokea kwenye maisha ya kwako. Washindi wachache wangesema amina. Pigie Bwana vigelegele vya shangwe. Haleluya! Kwa kama kuna kiduka chako ulitembea nacho kilikuwa kina utasa mwaka jana, mwaka huu hicho kiduka kitazalisha kwa faida sana sana, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Washindi waseme amina. Simama kwa miguu yako. My time is over. My time is over. Tutaonana nikirudi kutoka kwenye mafungo. Naomba usimame mahali ulipo. Nataka kuomba kwa ajili yako. Tuna maombi matatu. Ombi la kwanza ni kumshukuru Mungu kwa ajili ya kutuvusha na kutupa mwaka huu tena. Praise team, hebu njoni hapa haraka. We have to mshukuru Mungu. Tunahitaji kumshukuru Mungu kabisa. Kumwambia Mungu asante, umetupa mwaka mwingine. Nani asiyejua mwaka wa 2025 una historia katika nchi yetu. Lakini Mungu ametuvusha katika yote. Mungu ametuvusha. Ungempigia Bwana makofi mengi. Njoo. Kumshukuru Mungu, tamshukuru Mungu kwa maneno ya kuimba. Sitaki nikuchoshe kuomba. Imba ukimshukuru Mungu. Hebu punga mkono pamoja na mimi. Mwambie jirani yako, mchungaji anasema maombi haya unaomba ukiwa unaimba. Jipangeni kwenye microphone. Jipangeni kwenye microphone. Nataka mtuongoze katika huo wimbo ya kwamba kama si Mungu aliyekuwa pamoja nasi, Israeli naseme sasa. Lakini Bwana ametuvusha. Imba chorus fupi ya hilo pambio. Alafu baada ya hapo tutaingia kwenye ombi letu la pili, kuombea mabadiliko yako ya ndani. Itakuwa ni ombi la pili, lakini la kwanza let us sing. Acha tuimbe, acha tumwambie Mungu ni wewe umetuvusha katika maisha haya. Sio sisi
lomchagua Yesu sio sisi sisi alitupenda Yesu atupenda 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 Yesu atupenda 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 sio sisi sio Viko wapi vigelegele vya shangwe? Haleluya! Alitupenda bali alitupenda Yesu atupenda 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 Yesu atupenda 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 makofi na vigele. Viko wapi vigelegele vya Alfa? Haleluya! Wako wapi wanawake? Haleluya! Kama si huruma yako Yesu, ningelikuwa wapi? Kama si neema yako Yesu, ningelikuwa wapi? Ulikubali kuacha enzi yake Mwokozi, alikubali kubeba msalaba Mwokozi, alikubali kuacha enzi yake Mwokozi, alikubali kubeba msalaba Mwokozi. Sio sisi atupenda Yesu atupenda 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 tuimbe wa Baba tuimbe tuimbe wa Kristo tuimbe tuimbe wa Viko wapi vigelegele? Haleluya! tuimbe wapendwa tuimbe wa Kristo tuimbe tuimbe wapendwa tuimbe 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 wa Kristo tuimbe tuimbe wapendwa tuimbe haleluya.
vigelegele vya Alfa. Haleluya. Wazee tuimbe, tuimbe na vijana tuimbe, tuimbe wanawake tuimbe, tuimbe na wababa tuimbe, 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 tuimbe wachungaji tuimbe, tuimbe na wabunge tuimbe, tuimbe viongozi tuimbe. Haleluya. Wapi vigelegele kwa Yesu? Tumepona kutokana na huzuni, tumepona kutokana na magonjwa, tumepona kutokana na vurugu. Hebu punga kitambaa pamoja na sisi. Punga mkono wako hivi. Punga kitabu, punga kitambaa. Tumepona kutokana na ajali. Hebu punga pamoja nami. Haleluya. Wazee tuimbe, tuimbe. Kiko wapi vigelegele? Haleluya. Tuimbe. Tanzania tuimbe, tuimbe. Kina baba tuimbe, tuimbe. Viongozi tuimbe, tuimbe. Washarika tuimbe, 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 tuimbe. Tuimbe, 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 tuimbe. Tuimbe. Wanawake tuimbe, tuimbe. Wanaume tuimbe, tuimbe. Washarika tuimbe. Vigelegele na makofi na shangwe. Haleluya. Thank you, thank you, thank you Jesus. Hebu punga mkono pamoja na mimi. Wangapi wamemshukuru Mungu? Hebu mpigie Bwana kelele za shukrani na shangwe. Haleluya. Hilo lilikuwa ni ombi letu la kwanza ambalo lilikuwa ni kumshukuru Mungu kwa Jumapili ya Alfa ya mwaka mpya. Ombi letu la kwanza ilikuwa ni kumshukuru Mungu kwa Jumapili ya Alfa na ya mwaka mpya. Na tumemshukuru Mungu. Haleluya. Ombi la pili ni kuombea mabadiliko yako ya ndani yaliyobeba baraka za Ibrahim za kuzidishwa sana sana. Hili ni maombi ya kwako binafsi. Hakuna hata mtu anakuombea, wewe mwenyewe ujiombee binafsi. Binafsi. Inner changes. Mabadiliko ya ndani. Inua mkono wako juu. Funga macho yako pamoja nami. Rudia maneno haya, sema Bwana Yesu. Sema kwa sauti kubwa, Bwana Yesu. Asante maana umesikia maombi yangu na dua yangu kabla sijaomba. Kiu yangu ni mabadiliko ya ndani. Uliwabadilisha watu. Huyo Ibrahimu ukambadilisha. Huyo Yakobo akawa Israeli. Huyo Sauli akawa Paulo. Huyo Simeon akawa Petro. Na huyo Musa ukamwambia avue viatu. Ninasimama leo kwenye madhabahu hii. Ninaomba Bwana, nipe neema ya mabadiliko ya ndani. Ninatubu kila tabia mbaya niliyokuwa nayo, iliyonichelewesha miaka iliyopita. Tangu leo, mwaka huu, Jumapili hii ya kwanza, ninaweka nadhiri ya kubadilika, mabadiliko ya ndani. Moyo wangu, uwezo wangu wa kufikiri, kiwango changu cha imani, kiwango cha sadaka na dhabihu na kikabadilishwe. Kiwango cha imani na nikabadilike katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninaomba Bwana, usikie na sala yangu na mipango yangu ya muda mfupi
na mipango yangu ya muda mrefu na mambo niliyo nayo. Unipe kubarikiwa, unipe kuzidi sana sana, nipe kuzidi sana sana katika kila kitu, nipe kuzidi sana sana. Bwana unibariki na ubariki maisha yangu, na hii ndiyo mipango yangu, na haya ndiyo maandalio ya moyo wangu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Hebu inua sauti yako sasa, endelea kujiombea. Inua tu sauti yako, jiombee katika jina la Yesu. Jiombee mabadiliko ya ndani, iombee sambamba mabadiliko ya ndani sambamba na mipango ulio nayo, mipango ya mwaka huu wa 2026 na sadaka yako ya alfa. Hebu inua tu sauti yako, omba mbele za Bwana. Baba, ninasimama kwenye hii madhabahu kama mchungaji na kuhani. Ninaomba wape neema ya mabadiliko ya ndani, ina changes ndani ya watoto wako hawa, Bwana, kihisia, kiufahamu, kiakili, kisaikolojia, kiroho, kiuchumi, kifedha. Baba, wape watoto wako mabadiliko ya ndani. Nasimama kinyume na roho la bumbuazi na wazimu na ujinga na uzito na laana ya kila namna. Ninavunja maagano ya kipepo, roho za laana, roho za uchawi na uganga, maroho yote ya ufukara na utasa, na kila mamlaka za giza, kila aina ya kisirani na balaa na mkosi, mahali popote ambako watoto wako wameamriwa na kuapiziwa mauti na kufa, biashara zinazokufa, mitaji inayokufa, vipawa vilivyokuwa vinakufa, keria iliyokuwa inakufa. Baba, ninasimama kwenye madhabahu, ninavunja roho la mauti. Achia kazi za watu hawa, achia maisha ya watu hawa kwa damu ya Yesu. Baba, badilisha watoto wako waliokuwa watenda dhambi wasitende dhambi tena, waliokuwa wazembe wala wasibebe hiyo roho tena ya uzembe na uzito. Baba, waliokuwa watu wa kuahirisha mambo, hawafanyi vitu vikatokea, Baba, waondoe kutoka hapo katika jina la Yesu. Mungu, kila tabia ya ulevi, tabia ya zinaa, tabia mbaya ambayo watoto wako walizibeba katika maisha yao, mwaka huu wape mwaka mwingine wa baraka. Nimewaombea leo, ninawafunika na damu yako ya thamani. Leta mindset changes katika maisha yao kwa jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu inenayo mema kinyume cha mabaya, tangu sasa na milele. Wote na tuseme amen. Pigie Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Naomba uchukue sadaka yako ya fungu la 10. Naomba uchukue bahasha yako mahali ulipo, na naomba usimame sasa. Maombi haya nataka uombe ukiwa umesimama. Let us pray. Nataka kuomba kwa ajili ya Jumapili hii ya kwanza. Ni maombi ya muhimu sana. Nataka nikutamkie baraka ya mwaka huu. Ni sadaka ya kwanza ya zaka, sadaka ya kwanza ya fungu la 10. Hata kama haujaiandaa vizuri, tutakupa nafasi ya kujiandaa, lakini nataka usimame. Nataka moyo wako na wala si sadaka. Nakutaka wewe, maana yake unapaswa kubarikiwa kuliko vitu vingine vyote, na Mungu akuonekanie. Naomba usimame mahali ulipo, alafu inua mikono yako miwili juu. Naomba uinue mikono yako yote miwili kuelekea madhabahuni. Inua mikono yako juu, funga macho yako. Rudia maneno haya pamoja nami. Sema: Bwana Yesu, asante kwa ajili ya siku hii ya leo. Ninasimama kwenye madhabahu hii na ombi hili la 3, kuombea mipango ya mwaka huu wa 2026, na sadaka yangu ya alfa ya fungu la 10 madhabahuni pako. Ni sadaka ya lango, ni Jumapili ya lango, na ni siku ya lango la mwaka huu katika maisha yangu. Hivyo ninasema na malango katika maisha yangu. Enyi vichwa, enyi malango, vinueni vichwa vyenu. Enyi malango, malango ya baraka, malango ya neema, malango ya kibali, malango ya kila namna, malango ya kiroho, malango ya neema ya Mungu, malango ya uokovu, malango ya uchumi na malango ya fedha. Vinueni vichwa vyenu, enyi malango, kwa damu ya Yesu. Ninayafungua malango yangu, malango ya kaskazini, malango ya kusini, malango ya mashariki, malango ya magharibi, malango ya ardhi na malango ya mbingu. Malango yangu yote
na yafunguliwe kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu mwenye funguo za mauti na kuzimu. Siku hii ambayo ni Jumapili ya lango, Jumapili ya Alfa, na ifungue malango yote katika maisha yangu. Wewe Bwana uliyefungua malango yote siku zile kwenye gereza alilofungwa Petro, na iwe zamu yangu, ikiwa kuna vifungo vyovyote na magereza yoyote niliyowekwa maisha yangu, na nafsi yangu ikafungwa, roho yangu ikafungwa, akili zangu zikafungwa, uchumi wangu ukafungwa, maisha yangu yakafungwa. Ninasimama hivi leo, haya malango yangu yote yamefunguliwa kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu mwenye funguo za mauti na kuzimu. Sikia malango, Bwana amewafungua, nanyi mtakuwa wazi daima. Bwana umesema kwa kinywa cha nabii Isaya, malango yangu yatakuwa wazi daima, na mataifa ya watu yataniletea utajiri na baraka, nawe utanizidisha sana sana, nitazidi sana sana, katika jina la Yesu. Kila kifungo achia maisha yangu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hebu inua sauti yako, omba kwa dakika chache. Baba, nimesimama kwenye madhabahu sawa sawa na neno lako. Ninaomba sasa kwa ajili ya mwaka wa 2026. Angalia watoto wako na dhabihu na sadaka ya Alfa, sadaka ya fungu la 10 ambayo wanasimama nayo madhabahuni pako kama ishara ya adhimisho la sadaka kuu ya damu ya Yesu Kristo iliyotolewa mara moja tu kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Baba, nimewaombea watoto wako hawa, na uwafunike na neema yako ya kimbingu na uweza wako ajabu. Wabariki watoto wako walioko hapa na wale walioabudu nasi masafa ya mbali. Sasa ninakuomba Bwana, fungua malango ya watu wako katika nchi wanayoikaa. Baba, fungua kaskazini, kusini, mashariki, magharibi, malango ya nchi hii unayoikaa. Mungu akakufungulia malango ya baraka, malango ya neema, malango ya ushindi, malango ya kubarikiwa. Mungu akafungue malango katika ardhi, akafungue malango katika mbingu. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya dhabihu na sadaka za watu wako, na uwabariki sasa na daima. Baba, asante, maana majira kama haya mwakani utatupa ushuhuda watoto wako, tukisimama katika pendo lako. Fungua malango ya uzima na afya juu ya wale ambao ni wagonjwa. Ninaachilia damu ya Yesu kwenye hii madhabahu. Kila mtu aliyekuwa hawezi, aliyeko hapa, aliyeko nyumbani, aliyeko mahospitalini, pokea uzima, pokea uzima. Lango la afya, lango la uzima limefunguliwa. Pokea uzima, pokea uponyaji, pokea uzima kwa jina la Yesu. Mungu wa majeshi, wabariki watoto wako, na sasa dhabihu na sadaka hii ya Alfa uipokee kwako mbinguni. Uzibariki kazi za mikono yetu, bariki maisha yetu. Nguvu ya madhabahu hii iende pamoja nasi, na kila takalolifanya likafanikiwe. Tulindwe mwilini, tulindwe rohoni, utulinde na mabaya yote. Utubariki Bwana kuingia na kutoka kwetu sasa na milele. Washindi waseme amina. Pigie Bwana makofi mengi ya shangwe na vigelegele. Haleluya. Ninaomba ukae katika uwepo wa Bwana.